Bwana Junijo, wewe ni mtu ambaye umekuwa ukifanya kazi karibu sana na watu maarufu. Ukiona watu maarufu wanaenda katika njia sahihi, mfano mzuri wa mtu ambaye umekuwa ukifanya naye kazi sana ni Gigy Money. Amebarikiwa ndoa. Wewe una lipi la kusema? Una mtazamo gani kwenye hili? Lakini pia natamani kujua kama alikushirikisha mwanzoni kabisa na ulimwambia nini? Cha kwanza, swala kama la harusi ni jambo jema na ni jambo zuri ambalo lazima mtu akikwambia jambo kama hilo la heri lazima umsapoti na lazima usimkatishe tamaa, umunge mkono, kwa sababu ni jambo ambalo ndo baraka yenyewe. Unajua harusi hapo inamaanisha inabakisha kifo. Kwa harusi ndo inadetermine maisha ya mtu atakavyoishi katika wakati wake wa duniani, na katika baraka zake na raha zake na kila kitu ni pale kwenye harusi au kwenye sherehe, kwa sababu ni maisha mengine yanafuata. Kwa kwangu mimi na washauri watu maarufu au watu wenye majina, wasanii, sherehe au harusi ni jambo zuri sana, ni jambo la baraka. Kwa ni jambo ambalo wanatakiwa wajue nini ambacho wanakifanya, wanaingia katika situation na maisha gani. Kwa kwangu mimi Gigy Money napenda kumpongeza sana. Ameamua maamuzi mazuri. Leo hii atakuwa ni mtu mfano kwa jamii, ni mfano kwa watu tofauti. Hata leo akija na jambo lake lolote, nafikiri litakuwa na baraka na watu wataweza kumsupport kwa jambo lolote ambalo atakuwa anaamua kulifanya. Kwa mimi kwangu mimi namsupport, nampongeza sana. Kwa mara ya kwanza wanakushirikisha, ilikuwaje? Ulifikiri tutafika hapa au ulihisi tu rafiki yangu anatamani tu, lakini uliona ukakasi au na uliona kabisa kweli kwa huyu ambaye ananiambia nataka kumuoa tutafika? Cha kwanza mimi alivyonishirikisha tu nikamwambia dadangu, kama kweli uko serious basi inabidi tuongee na watu ambao wako serious na wanaweza wakatusupport katika hili jambo, na wakamsupport pia hata yeye. Kwa kuwa na mimi nilivyoongea naye na kweli akanambia mimi niko serious, inabidi nifanye hichi kitu. Basi nikamwambia haina shida, kama utakuwa serious tutaona. Na kweli jambo limeenda, tumeongea na watu tofauti ambao wanaweza wakacoordinate jambo la sherehe na harusi na userious wake, kama vile mashehe, kina Zamaradi, watu ambao wana decorate, wana coordinate mambo ya sherehe, na kweli jambo limeenda vizuri, harusi ilifana vizuri, kila kitu kimeenda vizuri. Kwa mimi napenda kweli kumpongeza. Haikuwa ni maamuzi marahisi, lakini pia hayakuwa maamuzi magumu kwa mtu ambaye yuko serious, anajua anachokifanya. Kwa hiyo ilikuwa ni jambo sahihi sana. Hata watu ambao tofauti wengine tuliongea nao ambao ni watu wetu wa karibu waliweza kutusupport kwenye michango na vitu tofauti. Kwa kweli ilikuwa ni jambo ambalo likafanyika katika uweledi ule na likaweza kufanyika. Kwa hiyo ninapenda sana kumpongeza. Junijo, wakati tuko pale baada ya kila kitu kuisha ilinyesha mvua. Wengi wanajiuliza maswali na wengine wameweka kwenye mitandao ya kijamii kwamba baada ya mvua kunyesha kwamba harusi imefanyika, then mvua ikanyesha na radi zikapiga. Wengi wanajiuliza ina tafsiri gani? Ina tafsiri gani? Kila mmoja na swali hilo. Wewe baada ya kuona vile, upi mtazamo wako? Kwangu mimi ilikuwa ni kama baraka. Ni baraka kwa sababu lile jambo limefanyika, limeisha, ndo mvua ikaja. Kwa ilikuwa ni baraka, jambo letu limeenda vizuri, na pale palikuwa kuna mapambo ya gharama, kuna vitu tofauti walikuwa na kamera zao, mavyakula manini, lakini jambo limeisha na mvua ndo ikaja na jambo letu kwa limeisha vizuri. Hata wengine tulikuwa tumeshaenda kuseparate na hakuna mtu wote ambaye alipata madhara au aliumia, au watu wote walifika nyumbani salama katika watu wote ambao tulikuwa tumewasiliana pale. Kwa jambo limeisha vizuri na palikuwa hamna tatizo lolote. Kwa hiyo tunapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu. Jambo limeisha vizuri sana. Wanaotafsiri tofauti na hivyo unawaambia? Wanaotafsiri tofauti nao wajaribu, wafanye wanavyotaka katika ukubwa wao na katika udogo wao. Kila kitu kinakuja kwa baraka na kwa maamuzi. Huwezi kufikiria vibaya. Sasa si hali ya hewa tu. Kwani usifikirie ni hali ya hewa, bahati mbaya tu mvua imenyesha na imepita. Sasa ukisema ni katika tafsiri nyingine ni wewe umesema. Umeshaelewa? Kwetu sisi ni baraka na ni kitu ambacho ni chaheri na tunakisapoti na tunakiunga mkono na tunaomba Mwenyezi Mungu ampe umri mrefu na mume wake, waendelee kupatana na wapate watoto na baraka na vitu vingine vije mbele yao vizuri. Tunamalizia. Moja kati ya vitu ambavyo watu wanazungumza sana pia ni swala umri wa bwana harusi na pia labda na umaarufu ambao Gigy yako nao, kwa maana ya kwamba wanahusisha either au huenda hata ndoa isidumu kwa sababu huwa na jina kubwa, huwa na jina dogo, na wanaamini pia Gigy ni mkubwa kuliko mume wake. Kwa hiyo wanaamini kwenye ndoa
comment nyingi zinaamini hivyo kwamba bwana hapa hapata kuwa na huo muendelezo. Wewe umebahatika kuwaona, umekuwa nao since analitengeneza mpaka limefanikiwa. Wewe una mtazamo gani kwenye hiki ambacho wanakizungumza? Cha kwanza wao wenyewe yani huwezi kusema huyu ana umri mkubwa, huyu ana umri mdogo. Wao wanasikilizana. Yule baba anamsikiliza Gigi vizuri, Gigi anamsikiliza mumewe vizuri, hiki nataka hiki sitaki. Kwa hiyo ndoa itadumu kwa sababu hawajaanza mahusiano leo wala jana. Ni vile watu hawaelewi. Sisi watu wa karibu, mimi namjua Liki kitambo, akiwa yuko na Gigi Mane muda mrefu. Kwa hiyo lazima watadumu kwa muda mrefu sana kwa sababu ni watu ambao wanajua wanachokifanya. Hadi wamefikia kwenye ndoa kama ile, wamepelekana nyumbani, wamepelekana huku, wanajua wanachokifanya. Maneno hayawezi kuisha. Gigi ni star, yule Liki naye anaenda kuwa star mzuri kama sasa hivi nyimbo zake nyingi zina trend. Kwa hiyo anafanya vizuri sana. Kwa hiyo yani hawa wote ni mastaa, wanasikilizana, wanaelewana. Kwa hiyo vitu vingine hivi ni maneno hayawezi kuisha. Hata kama Gigi Mane leo angeamua kuwa na mtu mwingine wa kawaida, pangetokea tu maneno. Lakini leo amekuwa na star mwenzake ambaye ni msanii, kwa hiyo watakuzana na watafika katika ndoto zao wanazozitaka. Kwa mimi nawaombea kwa Mwenyezi Mungu. Tumalize mzee wangu na hili. Wewe ni mtu ambaye unafanya biashara lakini ni mtu maarufu. Moja kati ya vitu ambavyo vinamtafuna Gigi, watu wengi wanavicomment, wengi wanazungumzia ni majambo ambayo alishakwisha kupita lakini alionekana kwenye mitandao. Sasa wewe ni mfanya biashara ambaye pia ni maarufu na mitandao inakufahamu. Unalipi la kusema kwa watu wengine wote kwa ujumla wao, kwa sababu ni vitu ambavyo baadaye unabadilika lakini bado kuna namna vinakutafuna. Unalipi la kusema? Cha kwanza mimi naamini kila mtu binadamu yoyote ana maisha yake anayoishi kila siku. Kile kitu ambacho kilikuja kikavuja ni maisha ambayo kila mtu binadamu anaishi akiwa na mke wake au akiwa katika faraga zake. Kwa hiyo ni maisha ambayo dada yetu anaishi na sisi sote tunaishi, ila bahati mbaya akatokea mtu mbaya akamrekodi na vitu vikaenda hewani, lakini haikuwa katika nia mbaya kwa yeye kumaanisha hivyo. Kwa sisi binadamu hivyo vitu tunavifanya, hakuna binadamu ambaye afanya. Kwa hiyo yoyote yule anemshupalia mwenzake katika ubaya, hakika Mwenyezi Mungu atamlipa. Kwa hiyo ilikuwa ni kama unatakiwa umtreat kama dada yako, kama mtu wako wa karibu, limemtokea. Kwa hiyo unatakiwa usimtenge wala usimchukulie vibaya wala usicomment vibaya. Inabidi umsupport na kujua kweli alikosea, na sisi sote pia tunakosea. Si wote ambao wanafanya hilo tendo wameoa au wameolewa. Yawezekana hata wewe pia unafanya kila siku, lakini haijawahi kuvuja, au wewe sio star, wewe hujulikani. Kwa hiyo yule dada yetu ni anajulikana. Kwa hiyo ilitokea katika scenario, katika bahati mbaya. Kwa hiyo hatutaki kumtenga wala kuonyesha katika jamii hiyo kitu haiwezekani. Kwa hiyo ulitaka ajiue au itokee kitu kibaya, awe kilema. Alikuwa strong na hadi leo amekuja amepata ndoa. Kwa hiyo inabidi tumsupport, ajistiri, tumuombe Mungu, tumuombe dua yeye na mume wake wafike mbali katika ndoa yao. Kwanza hongera kwa kazi nzuri unayofanya. Asante sana. Lakini pia siku ya leo kuwepo hapa pia, tuanzie hapo, unazungumziaje? Ni jambo zuri na Nasi Group leo imeweza kutualika leo iftari katika Ramadhani hii, katika hizi viungo vya mwisho. Kwa hiyo napenda kuwapongeza na Nasi Group, ni jambo zuri kuonyesha katika jamii watu wake wa karibu kama sisi wafanya biashara, watu mbalimbali. Leo tuko watu mbalimbali, wateja wao, watu ambao tunafanya nao biashara, wana kampuni sio chini ya 2, ambao moja ni ya magari na Nasi Limited ambao inahusika na magari, na Nasi na cargo. Kwa zote hizo tunafanya nao kazi sasa, ambao tuna import bidhaa kutoka China na sehemu nyingine tofauti tunatumia na Nasi cargo, na watu ambao wanataka kuagiza magari wanatumia na Nasi Limited. Kwa zote hizo ni sehemu za biashara ambazo wanafanya vizuri, na kama sisi watu wa karibu tumekuja kusapotiana na kuwaunga mkono.